Sasa leo nimeona tujifunze, yawezekana kuna kitu ambacho umekuwa na hamu ya kutaka kukijua kwa undani, kwamba Mungu ikoje kwenye swala fulani. Mara nyingine tunakuwa tunatembea na maswali kwa sababu tunakuja kwenye ibada kama hizi tayari ziko programmed, mtumishi amejiandaa na somo la namna fulani, unakuta kuna swali fulani sehemu ambayo umekwama, ambayo ni sehemu ya muhimu unataka kuijua na hujapata fursa ya kuweza kufunguliwa kwenye hilo eneo, hujapata fursa ya kuweza kujua hilo eneo. So today nitaruhusu free questions, maswali huru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina maswali mengi sana, mengi mno, ila leo naomba niulize tu swali moja ambayo inawezekana ni rahisi, lakini kwangu limekuwa ni gumu. Wengi wetu hapa tumekuwa wa Kristo na tunamwamini Kristo kwamba ni njia, kweli na uzima, kwamba yeye ndo daraja kwetu kumfikia Baba. Na kama mimi nimekuwa Mkristo kwa sababu kwanza nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo, kwa hiyo imekuwa rahisi kwangu mimi kuifuata hii njia, pamoja kwamba kuna vitu vingine vilitokea, lakini mwisho wa siku tayari niko hapa na naamini kwa hakika kabisa kwamba Kristo ni njia, kweli na uzima. Na ninaamini yeye, bila yeye hamna mtu anaweza kufika kwa Baba. Sijui naeleweka mpaka hapo. Lakini namwanza mtu ambaye amezaliwa Iran kwenye familia ya Kiislamu, mpaka yani anazaliwa mpaka anakuwa hajui chochote kuhusu Kristo. Huyu hatima yake ikoje? Asante. Au mtu aliyezaliwa Tanganyika kabla wakoloni hawajaleta Ukristo, naye huyu yukoje? Hatima yake ni nini? Hajawahi kusikia, hajawahi kupata hata fursa ya kumkataa Yesu, si ndio? Sasa mimi nitaongea, alafu nyinyi Mungu atawasaidia. Kuna vitu nimewahi kuvifundisha huko nyuma vikaniletea shida kubwa sana na vikaniletea vita kubwa sana, ila mimi ninaamini Mungu ni Mungu wa haki. Ninaposema haki sio tu righteousness, lakini justice. Ni Mungu wa justice. Ni Mungu ambaye anawajua watu wake, na hawa watu wake Mungu hawezi kuwapoteza. Kuna kipindi niliwahi kuzungumza, nikawahi kufundisha kitu fulani, nikasema alama ya Mungu iko ndani ya mioyo ya watu wake. Kuna wale ambao aliwazungumzia Paulo kwenye Warumi, akasema kuna watu wa mataifa ambao pamoja na kwamba Torati haikuandikwa kwa ajili yao, wanajikuta bila kuisoma Torati wanayatenda yale yaliyopo katika Torati. Hata Tehila tuliizungumzia hapa juzi, si ndio? Wanakuta wanayatenda mambo ambayo yapo katika Torati, pamoja na kwamba anasema kwa sababu Mungu ameiandika ndani ya mioyo yao. Na kuna kitu Yesu alikizungumza, huwa mara nyingi hatupendi kukidiscuss wala kukihubiri. Alisema makahaba na watoza ushuru watawatangulia kuingia ufalme wa mbinguni. Hakusema ex prostitutes, wala hakusema makahaba walioacha. Alizungumzia makahaba ambao wako live, so, yani wanaendelea na shughuli, si ndio? Akasema hao na watoza ushuru watawatangulia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Angalia yule kahaba mwingine amekuja kwenye miguu ya Yesu, akavunja ile kalabashi yake, akamuosha Yesu na marhamu na vitu vya namna hiyo, halafu akaondoka. Did she say anything? Alipokuja kwa Yesu alisema chochote? Aliomba msamaha? Alitubu?
Ameenda akafanya ukahaba, akalipwa, akaenda akanunua perfume ya gharama ambayo ni matunda ya ukahaba wake, akaja akaivunja, akamuosha Yesu miguu. She never apologized. Akaondoka. Yesu akasema mambo aliyofanya huyu popote itakapohubiriwa injili yatatajwa. Lakini ameomba msamaha, amejazwa Roho Mtakatifu, amebatizwa kwa maji, ana karama za Roho Mtakatifu. Unanielewa? Ile recognition, kinachomuokoa yule ni utambuzi wa ubwana wa huyu mtu pasipo kutumia maneno. Kwa hiyo unakuta kuna watu, mimi nilikuwa babu mdogo upande wa mama ni Muislamu Al-Haj, ni marehemu sasa hivi. Alikuwa anamtambua Kristo kuliko most Christians right in this room. Na alikuwa anatembea katika matendo ya Kristo kuliko Wakristo wengi ninaowafahamu. Yaani nikiambiwa nitaje the most Christian person I know, nitamtaja mama yangu, nitamtaja baba yangu na yule babu ambaye alikuwa ni Al-Haj, na alikuwa ana msikiti Upanga, anauongoza kama shehe. Kuna vitu fulani anazungumza Yohana, anasema apendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Hajasema aliyoongozwa sala ya toba. Apendaye. Niwaulize tu swali honest. Je, yuko apendaye real from the heart ambaye sio Mkristo? Kuna wengine ile karama imewafikia outside the church, lakini ninyi wengine imebidi msikie injili ili mpokee Roho Mtakatifu, ili tunda la huyo Mungu lianze kuzaliwa kwenu. Kwa hiyo ni kama mmepewa special favor vile vile. Siko umenielewa? Ndio maana Yesu akiongea na hata akasema, jamani, ninao na kondoo wengine ambao sio wa zizi hili. Yaani nyinyi msijione kama it's just you. Ninao na kondoo wengine ambao sio wa zizi hili, ambao na wao nao itabidi ni wakusanye. I'm telling you, yuko Muislamu amezaliwa kule Afghanistan, anahatafia kule Afghanistan, hajawahi hata kusikia neno Yesu. Lakini ukitokea kule hata akajua kwamba huyu ni Mkristo, atakufadhili, atakupa chakula, atakuhifadhi. Kuna baadhi ya watu watakuwa wanakutafuta wa dini yake wakuue, yeye atakuficha simply because of love. The same way wakati Hitler anaua Wayahudi Ujerumani, walikuwepo Wajerumani wachache, kama umeangalia movie kama Schindler's List, ambao walikuwa wanachukua wale Wayahudi wanawaficha. Mara nyingine Wajerumani wakigundua kwamba Wajerumani wenzao wamewaficha Wayahudi, wanawaua wao na familia zao, lakini walikuwa wako tayari kufa in order to hide people. Kwa hiyo Mungu anaangalia love. Na anasemaje Yohana, ana conclude vipi? Kwamba Mungu ni upendo, na kama alivyo yeye ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu huu. Anavyosema as he is so are we in this world, it is only in the area of love. Huwa tunanukuu hilo andiko, kama alivyo yeye ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu huu, lakini ni katika peke yake. Amen. Hicho tu. Na anasema na hii ndio inayotupa ujasiri siku ya mwisho, kwamba as he is so are we in this world, which means judgment will be based on what? Hakuna kunena kwa lugha, kubatizwa kwa maji mengi, hakuna sala ya toba. Yaani hivyo ni kama kwenye chakula, kwenye meal ikiandaliwa, hivyo ni vitu kama kachumbari, maji ya kunywa, but not the main thing. Mimi ukinialika kwenu Christmas, siji kula kachumbari, nakuja kula pilau. Ukiweka kachumbari nitashukuru. Hivyo ndio vitu kama kubatizwa kwa maji na vitu vingine. Lakini Mungu anajitafuta, na yeye ni pendo, anajitafuta ndani ya matokeo. Yaani hukumu ni hiyo tu, nimo ndani yako. Iko hivyo.
Kwa hiyo wako watu, babu zetu waliishi Tanganyika kabla misionari hajaja, hatima yao is the same. Hicho kipimo cha upendo ni universal kwa nyakati zote. Umeielewa hiyo Lakini sasa sisi tumepewa jukumu, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kumbe kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu ni kuwafundisha kunena kwa lugha, ni kuwafundisha kulowekana kwenye maji. Ultimately Mkristo anafundisha nini? Love. Mnanielewa The gospel is about love. Hata ilivyoanza, for God so loved the world, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ilianzia katika upendo na inaishia katika upendo. Kama tumeipokea Injili, tumeishi nayo miaka 30 na haijaweza kuproduce pendo la Kristo ndani yetu, we are done. Yesu anazungumza kwamba msiwasalimie tu na kuwapenda wale wanaowasalimia nyie. Anasema na watoza ushuru na wenye dhambi na wao si wanafanya hivyo? Si wanawasalimia tu wale wanaokukubali? Akasema lakini sio hivyo na nyie. Kwenu nyie anafundisha something different. You must love your enemies, not just like them. That's a level. Yani don't just like your enemies, you must love them enough to pray for them positively. Hapo ndio tofauti yetu sisi inapokuja na watu wengine, na ndipo wito wetu mkuu ulipokaa. Otherwise tusipoangalia, tukichukulia tu kwamba tumepewa kuhubiri tu Injili, watu waje kanisani na nini, tunawafanya kuwa mara mbili wana wa kuzimu kuliko sisi, kwa sababu wanakuwa ni walokole, wanakuwa ni watu wa kanisani, but without the essence of salvation, without the evidence of salvation. Tunaanza kuwapa majina kama wa Pentekoste, wa NTM, wa Luteri, wa Assemblies. Inabidi tuwape majina mengine kwa sababu hawawezi kuitwa kwa jina la upendo. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo hiyo iko hivyo. Mimi nawaambia mbinguni mtashangaa. Mtakutana na watu wa ajabu, hamkutegemea mkutane nao. Kutakuwa kuna surprise ya aina mbili. Kuna baadhi ya watu hawatakiwi kuweko mbinguni kwa vipimo vyenu, watakuwepo. Kuna watu wanatakiwa wawepo, hawatakuwepo. Hivi unajua kuna watu watakufa ni mabikira lakini hawataenda mbinguni. Mbona unaangaliana na mwanao? Nini shida jamani? Matokeo, hebu niache. Kwenda mbinguni ni Yesu. Yesu sio kumwamini kama Bwana na Mwokozi, kumuonyesha kama Bwana na Mwokozi. Kumwamini yoyote anaweza akaamini. Anasema hata mapepo yanaamini na kutetemeka. Wewe unaamini tu, yenyewe yanatetemeka. Amen. Love. Kwa hiyo mimi umepata jibu lako ninaamini katika hiyo kwamba kwa mtu ambaye ana exhibit upendo wa kweli, anaonyesha upendo wa kweli, I say makahaba na watoza ushuru kwa hakika kabisa watatutangulia baadhi yetu kuingia ufalme wa mbinguni. Hilo liko hivyo. Anasema mnajuaje kwamba mmepita kutoka mautini kuingia uzimani? Kwamba mnawapenda. You love the brothers. That is how you know. Mimi najuaje kama nimeokoka? Sio kwamba niliongozwa sala ya toba, that's not evidence. Sio kwamba nilibatizwa katika maji mengi au machache, that's not evidence. Sio kwamba nikimwombea mtu anapona, that's not evidence. Lakini ninayeweza kuprove hilo ni mimi mwenyewe moyoni mwangu kwamba mbona nawapenda watu, na ninawapenda kabisa, na ninawasamehe kabla hawajaja kuomba msamaha. Yaani hiyo kwamba I forgive people before they apologize. Kwa hiyo I'm of God because I know. Lakini kwamba niliongozwa sala ya toba inaweza ikandeceive, kwa sababu sala ya toba bila matunda.
No. My faith needs to have fruit. Imani yangu lazima ionekane kwa tunda inalozaa, sio kwa kanisa ninalokwenda, wala kwa aina ya injili ambayo nimeamini. Bwana mimi ni mtu wa neema bwana. Sisi watu wa Torati hakuna hicho kitu. Yaani sisi na watu wale mnaoitwa wa Torati ni sawa kabisa. Dini ya kweli ni moja, love. You either belong to that or you do not. Mungu ukifika kule hata uliza maji uliobatizwa yalikuwa na kina kiasi gani, ili tuone kama yalikuwa ni mengi au machache. Umesimama na malaika mkuu, mnabishana getini mbinguni, unataka kuingia, anakwambia hebu nena kwanza, toa sample, yani nione, toa single. It's not like that. Hata malaika wakikuona wanamuona baba yao, because God is love. That's it. Injili sio ngumu, tunaicomplicate tu sisi kwa maslahi yetu wenyewe, ila yenyewe kama yenyewe sio ngumu. Swali jingine, karibu. Mimi kwanza kabla sijauliza, najisikia kulia kwa sababu ya kitu ninachoitwa upendo. Nashukuru sana Apostle. Mungu akubariki. Swali moja tu. Mimi katika maisha yangu nimekuwa nikijiuliza, nawezaje kusikia sauti ya kimungu mimi kama Mkristo katikati ya sauti nyingi za kidunia? Yaani kwenye maisha niliyokuwa nikiaishi, kuna sauti ya kimungu maybe inakuwa ikiwa inanena na mimi, lakini kwa sababu na sauti nyingi za kidunia nashindwa kutofautisha. Kwa hiyo yawezekana kuna vitu nilikuwa nikifanya nikiamini nafanya kimungu, kumbe nilikuwa nafanya kidunia. Sasa nawezaje kutofautisha sauti ya kimungu na sauti ya kidunia? Asante. Mara nyingi Mungu akiongea na wewe ndani, sauti utakayosikia ni sauti uliyozoea ya kwako wewe mwenyewe. Hata ongea kwa sauti ambayo ina boom kutokea mawinguni, inaweza ikatokea, but those are very rare cases, 0.something%. Lakini mara nyingi Mungu anaongea na wewe katika nafsi yako mwenyewe. Lakini test ambayo mimi nimejifunza siku zote katika maisha yangu kuisikia sauti ya Mungu ni kwamba haitaukwepa uovu wangu. Sauti ya Mungu itauconfront uovu wangu. Yaani nikiwa nimetulia peke yangu, niko chumbani, sauti ya Mungu ikiwa imenikabili, mara nyingi huwa siwezi kujitetea. Ukiona ile sauti inayokuexcuse usiface madhaifu yako, that is not a voice of God. The voice of God is always confrontational. Sauti ya Mungu haikupendelei kamwe, pamoja na kwamba ni ya upendo. Sauti ya Mungu siku zote itakukabili na kukuambia ukweli kuhusu hali yako na kukuelekeza kwenye njia ya kurekebisha hali yako. Na mara nyingi ile njia huaga inakuwa ni chungu, sio tamu. Mara nyingine inaweza kukupelekea mpaka aibu. That is God's voice. Another thing, God's voice is always sacrificial. Sauti ya Mungu siku zote inakutoa sadaka, inakutoa kafara, inakutoa kufanya mambo ambayo flesh yako, mwili wako ule wa asili ulioanguka hautaki kufanya. Sauti ya Mungu itakufanya utoe muda wako kwa ajili ya shughuli zake, itakufanya utoe mali zako kwa ajili ya shughuli zake, itakufanya utoe mwili wako kwa ajili ya shughuli zake. So the voice of God always leads you towards sacrifice. Tuko pamoja? Kumsindikiza mtu anayehitaji kusindikizwa. Kuna baridi, kutoa koti lako kumpatia mtu mwingine ambaye anatetemeka baridi. Always the voice of God is sacrificial. The voice of God is not self-pleasing. Sauti ya Mungu katika maisha yako haitakuwa tu vile vitu vya kukupendeza wewe, yani kwamba yani sasa hii ndio Roho Mtakatifu anataka iwepo, hii ndio Roho Mtakatifu anataka kwa ajili yangu, Roho Mtakatifu ananipa hivi na hivi na hivi. Haitakuwa hivyo.
Vitu vya Mungu ambavyo anakupa vikija, they just come without warning. Utashangaa tu umepata, naye amemshurutisha mtu mwingine akuletee, amemshurutisha mtu mwingine afanye kwa ajili yako, lakini sio kwamba umejishughulisha na kukushurutisha wewe in order just to benefit your life. Jana nilikuwa naongea na mmoja wa watoto wangu nyumbani, nikawa naongea naye, nikawa naona haelewi, nikawa namwambia sikiza, maisha ya dadi yako yaliuzwa na Mungu, nilitolewa kwa Mungu kwa ajili ya watu wengine, nilitolewa kwa ajili ya watu wenye shukurani, na nilitolewa kwa ajili ya watu wasio na shukurani, na wote inabidi niwatumikie sawa mpaka mwisho wa siku. Kwa sababu mwanangu sometimes alikuwa kama ananionea huruma sijui ni nini, alikuwa anasema you need to cut people off. Nikasema I cannot do that, because Jesus never cut me off when I disappointed him. Kwa hiyo nikakaa na kuanza kumwelezea maisha yangu mimi yameuzwa. Nyinyi mna dadi, lakini mmeazimwa tu kwa muda. Nimeuzwa, ninaweza nikaenda popote wakati wowote kwa ajili ya makusudi ya Mungu wangu. Kwa hiyo maisha ambayo sisi tunayaishi kama Wakristo ni lazima yawe maisha ya mtu aliyeuzwa. Ni kama umeuzwa utumwani, lakini mikononi mwa Mungu. Umenielewa? Kwa hiyo sauti ya Mungu katika maisha yako ipo, lakini siku zote sauti ya Mungu itakukabili. Na ikikukabili, ukiangalia matunda ya kukabiliwa na sauti ya Mungu ni kwamba you become better. Baada ya kuisikia na kuitii, unakuwa vyema, pamoja na kwamba kwa wakati kitambo kifupi unaweza ukapitia kwenye joto, kwenye jangwa, kwenye oven, kwenye kitu cha namna fulani, lakini yule atakayetokeza upande wa pili atakuwa anafaa kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. Umeona eh? Yes, atakuwa anafaa kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mara nyingi kuna kitu huwa kinakuja mara nyingi kama Wakristo tunakikemea, and that is God. Kwa sababu tumeshajiwekea, sitakiwi kupata shida, sitakiwi kupata tabu, sitakiwi kwa namna yoyote ile kutikiswa. Kwa ukija kitu fulani kinakuja kinataka majibu kutoka kwako, unakikemea kabla ya kuuliza, Lord, is this you? Na kama nikipita katika hiki kitu, matunda yake yatakayotokea ni yapi? Mara nyingine unakuta kwamba the thing ambacho unakikemea ndo kimekuja kutengeneza character ili uje upokee kile ulichoomba. Mungu anataka kukupa kile ulichoomba, lakini character yako anaona haijakaa sawa. Anakuletea situations ambazo zinakuja kurekebisha character na kukuelekeza. Zingine zinakuleta mpaka zinakudinginiza mpaka unaenda magotini. Unakuta umerudi magotini kwa baba yako. Sasa unaongea naye, sasa unatafuta anasema nini, alafu anasema sasa mpeni kile alichotaka, kwa sababu character yake sasa imekaa nilipotaka ikae. Umepata kidogo picha kuhusu sauti ya Mungu eh? Yes, anazungumza na sisi mostly in our own voice. He is confrontational ana confront ile hali tulionayo. He is sacrificial, anatu sacrifice katika kutuongoza kuyatenda au kuishi sawa sawa na anavyotaka tuishi. Sometimes to help people who are not even deserving, kuwasaidia watu ambao hata hawastahili msaada wetu, kuwa available kwa watu ambao hatutakiwi kuwa available kwao. A life of sacrifice that can only be the voice of God driving a man to do something that does not benefit him directly. Ni Mungu pekee anayeweza kumdrive mtu kufanya kitu ambacho hakimfaidii binafsi yeye wala familia yake. That's how you know kwamba huyo ni Mungu. Niliona swali jingine hapa pale nyuma. Haleluya. Mimi swali langu ni fupi na naweza likawa ndefu kidogo. Kama kuna neno ulitamka hapo kwamba tukiangalia historia ya Ukristo ndani yake kuna ukoloni, na mkoloni alipokuwa analeta dini kwetu wala hakuwa na malengo mazuri na sisi,
kwa sababu kabla hawajaja kuanza kazi zao za kikoloni walikuja kufanya tafiti. Walituma wale explorers, wakaja wakagundua sisi tuna imani zetu, kuna vitu tunaamini. Kwa hiyo njia rahisi ya kutufanya sisi tuanze kuobey vile watakapokuwa wanatuelekeza, mojawapo ilikuwa ni kutuletea dini. Na kumbuka walipokuwa wanaleta dini tayari walikuwa wameshajua ni namna gani ya kuitwist ili sisi tusiwe na ugumu. Kwa mfano wale ambao wameenda jeshi, ukifika jeshi ile wiki 6 za mwanzo, ili uweze kuwa unaobey, ukiambiwa kaa chini galagala, lazima wakuondole uraia. Kuna process utaandago kukufuta ule uraia kabisa. Wanabakia na kitu ambacho ni empty. Zao wanaanza kukiingizia doctrine ya jeshi, kwamba hata ukipigiwa simu kwamba wanatakiwa simu fulani huwezi kuargue. Wala ambao mmepita nafikiri mtakuwa mna hiyo. Sasa swali langu linakuja, ni wapi ambapo ilitokea transformation tukarudi kwenye Ukristo wa kweli? Yaani kuna watu walikuja wakapata maono tena wakatushape tukarudi kwenye ile origin ama context ya Ukristo, tukiachana na dini, kwa sababu dini ilipokuja haikuja kwa malengo yote mazuri na sisi. Kwa kuongezea hapo, huwa najiuliza pia nikisoma kwa historia, hatujai kuwa na mtu anaitwa Jesus, wala hatujai kuwa na mtu ambaye anaitwa Yesu kwa historia, si ndio? Inashtusha kidogo, lakini ndio ukweli. Ukiangalia historia ya majina, na tunajua kwamba jina haliwi translated, yaani jina litabaki kuwa jina, original name zitabaki vile vile, ila tunachotaka kukitranslate ni lile jina linamaanisha nini, kile kinachomaanishwa ndio unaweza kukitafsiri. Kwa mfano original names ya Jesus ni, yani ilikotokea ilikuwa ni Yeshua, si ndio? Alikuwa anaitwa Yeshua, maana yake mnajua. Sasa kama tunaongelea issue ya mwokozi wa ulimwengu ama God saves ama savior, maana yake kama hiyo maana yake ilipaswa ndio sisi tutafsiri kutokana na ile maana yake, si ndio? Lakini tunaangalia kwenye historia ya lugha Kiingereza, letter J, ile J imekuja kati ya karne ya 15 mpaka 18 hapo. Yaani miaka mingi sana ilishapita ndo tukailetewa neno J, ndo wakatohoa pale wakaanza kwenye Jesus wakaiwekea J ikawa Jesus. Sasa waga nawaza tukiwa tunaomba, tunaposema in the name of Jesus, are we still on the origin? Yani ile power ile ya Yeshua still tunaipata kama inavyotakiwa, au we need to advance ourselves? Kwa sababu mimi nimekuwa nikifuatilia mtu akisema in the name of Jesus inakuja sura ya Brian direct, si ndio? Yani direct inakuja ile sura ya Brian. Nafikiri tani tumekuwa misled mbali sana, lakini kwa neema ya Mungu nafikiri huko tuna katika huo ujinga wetu Mungu bado anatupenda, tunaendelea kupata majibu. Lakini nafikiri iko sawa kweli, au tunabidi turudi kwenye original meaning? Paulo walikuja kumletea taarifa kuhusu watu ambao walikuwa wanahubiri injili kinafiki. Paulo akasema, I don't care kama wanahubiri injili kwa unafiki moyoni mwao, ninachojali ni kwamba jina la Yesu linahubiriwa, si ndio? He cared more about that. Unajua wakoloni ni kweli wao walipokea dini, Mungu anawaona na Mungu najua atafanya anachofanya wakati ukifika, kwa sababu kiukweli wametukata sana. Wao walichukua Ukristo kutoka Judea wakaupokea ukaenda north, ukaenda Europe. Kwa sababu ya nguvu ya Ukristo hawakuweza kuupinga. Wakasema the only thing that we can do is to assimilate Christianity into our local religions. Ni kuchukua Ukristo na kuingiza katika dini zetu. Wakabadilisha zile sherehe zao za kipagani, tukapata Christmas. Wakabadilisha tukapata hiyo mnayoita Pasaka, Easter, ambavyo havina uhusiano kabisa na zile imani zilizotoka Judea. Hakuna uhusiano kabisa.
Wakachukua na vitu vingi wakaingiza hapo, wakaingiza namna ya taratibu za kusali katika ibada hizi za Jumapili, kwamba ziko formalized, zimekaa katika namna fulani, madikon namna walivyokuwa kwenye Biblia katika ile Agano la Kwanza, vitu vilivyokuwa kule wakavuruga wakatengeneza kwa ni vyeo fomo kama vya makampuni yaliyopo sasa hivi. Kwa hiyo makanisa mengi sasa hivi kiukweli yapo katika mfumo wa makampuni, sio mfumo wa kiroho ambao umeacha. Wakachukua vitu vingi wakachanganya, wakasema vile vile, how are we going to limit Africans so they don't overgrow katika population? Wakazuia sisi kuzifikia resources zao. Wakasema tuchukue essence ya dini yetu tuiweke ndani ya dini yao ya Kikristo, ambao kwenye Ukristo ambao aliuacha Yesu haikuwepo. Tukapata humo issue nyingi, hata monogamy ikaingia, mambo ya mke mmoja yakaingia, yaliingilia hapo. Kwa hiyo sasa hivi tunaishi hivyo, na uwezi kwenda tofauti. Ukienda tofauti, jamii itasema sasa huo sio Ukristo, kwa sababu kimekuja kikawa fixed there in order to control your population. Angalia wao wenyewe waliotuletea hiyo, what is happening to them right now. Nchi kama Belgium ya Europe, 88% ya watoto wanaozaliwa ni Waarabu. Hata ukigoogle hapo sasa hivi hapo ukagoogle ukaingia, the most popular child name in London ni Mohammed. Yani jina ambalo watoto wanapewa kuliko yote Uingereza nzima ni jina Mohammed, kwa sababu walijiingiza kwenye hiyo monogamy. Wenzao wamekuja wanashughulika kweli kweli, it's biological warfare. Umenielewa? Kwa hiyo vitu vingi vimekuja vikaingia hapo, tunakwenda navyo. Sasa tunavyokwenda sisi lazima tujue jinsi ya kupembua, kwa sababu injili kama injili ambayo waliileta wakoloni ili kutu blind tuweze kuwatii tu wao na kuobey. Wakaja East Africa wakasema wakawa wanauliza what do you worship, what do you call it? Mungu. Wao wakaongeza tu Z pale, mimi ni mzungu, yani ili uone kuna mzungu Mungu kwamba ni wale wale. So we went with it. Lakini sasa walichokosea ni kwamba they came with the Bible, na Biblia sio ya Mwafrika peke yake. Sasa hivi ziko tools, tunaweza tukarudi nyuma tukaangalia Biblia ilikotokea na Biblia ilisema nini. Hata hiyo wewe kujua kwamba hili kuletewa kwamba Jesus ni tofauti, ilikuwa ni Yeshua, it is because now you can prove the original language. Lakini sasa Mungu kwa kabila ya mama yangu Wabena wanamuita Nguluvi, si ndio? Lakini Mungu huyo kwa kabila la Wanyakyusa na Wandali mnamuita nini? It's the same guy. Huyu anavyosali ataita Nguluvi, huyu anavyosali anamuita Chala. Lakini the essence ya moyo ni kwamba moyo unamaanisha yule. Wachaga mnamuita nani? Lua. Wapare mpo? Amna. Wakinga mpo? Nani kwa kabila? Wasukuma, nataka nisikie Mungu kwa jina kwa kabila lenu. Amna Mungu. Sema. Nitaka nishtuke kidogo kwamba nyie hamna Mungu duniani. Kwa hiyo kila mmoja Mungu atamuita kwa jina lake. Mfano sasa nikikuuliza wewe, tumesema Uingereza sasa hivi the most popular name ni Mohammed, si ndio? South America tukisema twende Mexico, twende Chile, tukisema twende huku Venezuela, huku wapi, what is the most popular name? Jesus. Si ndio? Jesus ni nani? Ni Jesus in their language. Kwa kule kuna watu wengi, kuna makingpin wa madawa ya kulevya ni Jesus wako pale, lakini jina lao haliokoi. Sasa inakuja kwenye swali lako la pili kwamba tunavyosema jina la Yesu, what really do we mean? Kwenye Ufunuo kule wanasema Yesu amepewa jina na Baba yake ambalo hakuna anayelijua isipokuwa yeye Yesu mwenyewe. That means hata wewe na mimi hatujawahi kulisikia. Liko jina ambalo ni so powerful we cannot hear it. Liko jina ambalo ni so strong la huyo Yesu ambalo Baba amemkabidhi kama kitendea kazi, na kwamba this is just between us. This is what I call you.
Na sasa tunaposema kwa jina la Yesu, hatumaanishi YESU. Tunamaanisha lile jina analolijua Yesu na Baba yake, ambalo sisi haturuhusiwi kulijua. Kwa jina hilo pepo toka. Kwa jina hilo ardhi hama hapa uende pale. Kwa jina hilo resources zitoke kule zije hapa. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo tunaposema kwa jina la Yesu, it's not about the letters. It's about the name that he knows. Yeye Yesu. Jamani, ninavyoonyesha deni sio kwamba msije mkatoka hapa mkaanza Umeona? Kwa hiyo lipo jina tulilopewa kuokolewa kwalo. Ni jina la nani? Ni jina la Yesu. Ni jina gani? Analijua yeye. Lile jina ambalo Yesu na Baba yake wanalijua. Basi kwa jina hilo tunaokolewa. Kwa sababu Yesu, kama Yesu alivyozaliwa aliitwa nani? Ima, si ndio? Alikuwa Ima, mtoto wa Mariamu na Yusufu, si ndio? Lakini Mungu akampatia jina jingine. Anasema hilo kwa sababu ndio anayewaokoa watu na dhambi zao, ataitwa Yesu, si ndio? Lile Emmanuel ni kwamba tu Mungu pamoja na sisi. Tumefundishwa kuja kuishi kama Mungu, God dwelling in the flesh, which is me and you right now, si ndio? Lakini Yesu ni kwa sababu anawaokoa na watu wake. Na Yohana 17 wakati Yesu anamaliza kazi yake anasema, hawa ulionipa nimewalinda kwa lile jina ulilonipa. Hakulitaja, lakini sio Ima na sio Yesu. Hawa ulionipa nimewalinda kwa lile jina ulilonipa. Kwa mimi na wewe tunalindwa kwa jina ambalo hatulijui. Sasa ndo mkanganyo huko pale, kwa sababu wanasema kwamba mtu ukimjua jina, si ndio? Yaani ukimjua mtu ni kama umemmiliki. Once people know you, the mystery is gone. Huyu kaelewa. Yaani ukimjua mtu jina katika ulimwengu wa roho, hata watu wa giza, iko sababu waganga huwa wanauliza jina la mama yako ni nani? Kabla hajaolewa mama yako alikuwa anaitwa nani? There's something to a name. Ndio maana hata baadhi ya watu Mungu kwa ajili ya makusudi yake akawa anabadilisha, wewe sio Sarai tena, utakuwa Sara for a reason. Wewe sio Abraham tena, utakuwa Abraham for a reason. Wewe sio what was Peter before? Cephas, Kefa. Yes. Wewe sio Kefa, bali utakuwa Petro. Hivi kuna namna fulani about a name. A name carries a destiny with it. Lakini kwetu sisi sasa hivi, baada ya Yesu kufa na kuondoka, wote tumebadilishwa majina yetu. Tumevikwa jina na sisi ambalo hatulijui. Bali jivikeni Kristo. Tumevikwa jina. Sasa shetani hata akijaribu kufanya nini, ndio maana mimi wanasema wazazi, usipate shida. Wachawi mara nyingine Mungu anaruhusu wachawi waguse familia yako, ni kama anafanya exercise na wewe. Simba huwa wanakamata swala, wanamtegua kiuno afu wanamleta mtoto wake ajifunze kumkaba, ajifunze kufanya nini. Mara nyingine Mungu anaruhusu wachawi wanakuja wanakugusa kidogo ili ujifunze kupigana katika ulimwengu wa roho. Usipate shida kwamba sijui wachawi wamekuja wamekunyoa nywele kidogo au wamemnyoa mtoto wako. Wanatafuta nini? Wanatafuta DNA, wanatafuta identity. Lakini uhai wako umefichwa. Wakolosai 3:3. Uhai wako umefichwa ndani ya Mungu katika Kristo Yesu. Wakienda kusoma kwenye makarai yao, wakienda kusoma, anasomeka Yesu. That is something that you must believe. Sisomeki kwa nywele, sisomeki kwa damu, sisomeki kwa kipande cha ngozi, sisomeki kwa namna hiyo. Nimefichwa ndani ya something else. And if you truly believe that, wanyoe wanavyoweza. Tena ikiwezekana watoe na oda. Unavyoenda kwa kinyozi uwaletee fungu zima, kwamba nimeona mnapata shida kuninyoa kidogo kidogo, nimewaletea mgawane.
Yaani hiyo swala lazima tuweze kuamini kwamba iko hivyo. Sasa ndugu yangu, lile jina bado tukikemea pepo kwa jina la Yesu yanatoka, pamoja na kwamba herufi sio sawa na zile Yeshua, kwa sababu the name Yeshua is the same as Joshua. Kwa jina la Joshua ndio jina la Yesu hilo hilo. Umeona? So wao walikuwa wanatamka vile, but inavyopita kwenye tribes mbalimbali za dunia, I mean seriously, unajua Yesu, kuna jina Yesu Kichina, na wenyewe wakikemea pepo Kichina zinatoka, lakini wakitamka inakuwa kama kengele imelia kong sijui nini na nini, lakini pepo linaelewa kwamba ni anamaanisha yule. Pamoja na kwamba kule hakuna J, hakuna E, hakuna S, hakuna U, nothing. Wanachora tu, vinakuwa kama nyumba hivi, zinakuwa kama alama zimekaa hivi. Pepo likiona ile imekaa hivi lina, kwa sababu linajua aliyemaanishwa, na kuna kitu kuhusu jina lake ambacho hawana raha nacho. Kwa hiyo wanaondoka. Kwa hiyo wakoloni wanawezekana wakamba walikuja kinafiki kutufanyia unafiki na Injili, lakini Mungu amefanya ile iliyokuwa mbaya kuwa njema. Mungu amefanya ile iliyomaanishwa kuwa mauti kuwa uzima kwetu sisi. Amen. Lakini ni swali zuri sana, nimelipenda, limekaa very scholarly kisomi. Mwalimu Devi leo vipi? Hakuna swali? Lipo. Nitaka nishangae. Amina. Mimi na swali dogo. Kipindi cha zamani tunaona kuna yule mama mmoja alikuwa ni sorcerer. Nadhani mke wa mfalme alimfuata akamwamuru amuinue Samueli kutoka kwenye mapumziko yake. Alikuwa ni Sauli I think. Samueli akamuinua, alafu akamuuliza maswali, Samueli akajibu kama kawaida and everything. Alafu baadaye akauliza kwa nini mnanisumbua? Alipomalizana akarudi kupumzika. Alafu nakumbuka na scenario ya anaitwa Lazaro pamoja na Ibrahim, kifuani kwa Ibrahim na yule tajiri. Alafu nakumbuka scenario nyingine msalabani, Yesu anamwambia yule mwivi, alimwambia amkumbuke kwenye ufalme, anamwambia amini leo hii nitakuwa na wewe mahali pema, si ndio? Sasa kwa zamani kule alikokuepo yule tajiri na alipokuepo Lazaro pamoja na Ibrahim, hiyo kitu imekuja kuvunjwa na paradiso, au ndio paradiso yenyewe? Kuna sehemu ambapo wanapumzika. Na swali la pili kwenye ile context, je, anaweza akatolewa mtumishi wa Mungu kusimama kuulizwa maswali na kwenye context ya sasa hivi tulipo after the coming of Christ, au ilikuwa ni zamani? Mojawapo ya issues ambazo kama Wakristo tunapata shida hata kuzikubali ni kwamba kulikuwa kuna mwanamke aliyeweza kumpandisha nabii Samueli kutoka kuzimu akiwa amekufa. Alishakufa, akaenda akamrudisha mpaka akaweza kumconsult, akaongea naye. Lakini hatuoni hivyo tu, hata Yesu kabla ya kufa, Musa na Elia ambao walikuwa wamekufa a long time, walikuja wakazungumza naye. Na mwandishi wa Waebrania anasema since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, kwa sababu tumezungukwa na kundi kubwa la mashahidi. Anazungumzia watu ambao wametutangulia kabla yetu. You see, watu waliokufa hawako. Sasa hivi ninavyokuambia, kuna vitu watu wanasema kwamba nimeenda kuzimu, nimeenda Jehanamu, nimepata maono nimeenda Jehanamu, nikakuta kule watu wanateseka, wanaungua, wako Jehanamu. Kithiolojia mimi wanapata shida kidogo, kwa sababu hukumu bado. Jehanamu wanaingia watu waliokwisha kupita kwenye hukumu kuu, na hukumu bado, kwa sababu watakaofanya hukumu bado hawajipitia ufufuo. Watakao hukumu dunia
ni watu wa Mungu, ni wa Kristo kama Biblia inavyosema. Kwa pamoja watatengeneza kitu ambacho watafanya hukumu, watahukumu hata malaika. Kwa sasa hao unaowaona jehanamu ni nani, bado inakwenda nitatiza. Lakini vile vile kuna wanaosubiri sehemu paradiso, wanaosubiri paradise, sehemu ya kusubiria. Vile vile kuna hukumu ya watakatifu ambapo kazi ya kila mtu itapimwa, ambayo na yenyewe bado. Ndio maana Yesu alivyozungumzia kuhusu Lazaro, alizungumzia kana kwamba vile vitu watu walioko huku wanaweza kuwaona walioko huko. Wale walioko huku kweli kuna kiu, kweli kuna mateso ya namna fulani, lakini walioko huku wamepumzika. Huyu maskini amepumzika kwenye kifua cha Ibrahimu. Lakini bado walioko huku na wenyewe hawajapewa thawabu ya maisha yao au ya imani yao, na bado wale wa kule hawajapewa sentence ya kuingia sasa kwenye moto. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sasa waliokufa wote wako kwenye realm ya aina moja, pamoja na kwamba waliokufa katika Kristo wametengwa na wale waliokufa katika namna nyingine. Sijui kama unanielewa hiyo. Sasa kwa wale ambao wako ndani ya Kristo, kuja kwenye kiini cha swali lako, wale walioko katika ndani ya Kristo, je, mganga anaweza akakuita kuja kujibu vitu fulani duniani? I will tell you no, for a reason. Kwa sababu anasema wale ambao Baba amenipa hakuna anayeweza kuwatoa ndani yangu, na siwezi kumpoteza hata mmoja. If a witch doctor can bring me from the dead na kunihoji maswali, ana uwezo wa kufanya hivyo hata kwa Kristo, kwa sababu mimi na Kristo tu umoja. Hiyo ndio tofauti baada ya damu ya Yesu kumwagika na watu kumwamini Yesu Kristo, ni kwamba ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Sio mtu mpya, anakuwa kiumbe kipya. Na kama ni kiumbe kipya, haiwezekani binadamu anayetumia mapepo na majini ku reach into death and to bring me forth. La sivyo angeweza kufanya hivyo na kwa Bwana wangu, kwa sababu maagano yamebadilika. Mimi nimekuwa kiumbe kipya, nimefichwa. Biblia inasema ndani ya Kristo, na kama nimefichwa, ibilisi hawezi kunigusa. Kama ibilisi hawezi kunigusa, na watumishi wake hawawezi. Yeah. Sorry, nilikuwa naomba tu muendelezo hapo kidogo. Nasema inawezekana wako sehemu moja wale watu upande wa kama kielelezo kama hivyo kwa Ibrahim, kwamba wengine wako huku wengine wako huku. Yaani ninamaanisha abode. Tunapozungumzia abode au nyanja, kuna hii nyanja ambayo tuna exist hapa, iko katika mwili, iko slow, iko heavy, iko hiyo okay, ambapo tupo. Lakini wao wapo katika nyanja ya ulimwengu wa roho. Okay. Zimetengana. Okay. Zimetengana kabisa, lakini wote wako katika ulimwengu wa roho. Okay. Kuna ulimwengu wa roho ambao uko gizani. Okay. Kuna ulimwengu wa roho ambao uko kwenye nuru. Okay, sawa. Wale ulimwengu wa roho ambao uko kwenye nuru, hukumu yao hawasubiri hukumu ya adhabu. Anasema walio katika Kristo Yesu kwenye Warumi 8, hawako katika hukumu ya adhabu. Okay. Lakini kuna hukumu ya kazi zao. Okay. Kuna kazi zitateketea, lakini mtu hateketei. Okay. Anasema hao ndio wale ambao wameokolewa kama kwa moto. Sio kama unielewa. Lakini kuna wale ambao watapata thawabu. Lakini wale ambao tayari wako katika eneo la giza, wale hukumu wanayosubiri ni hukumu ya adhabu. Okay. Lakini wote wako katika ulimwengu wa roho. Nilitaka tusaidie pale Yesu alipokuwa anakufa, ukasema ikaonekana miili mingi ya watakatifu. I don't know, kulikuwa kuna change yoyote ya hiyo paradiso pale? Yes. Kwamba walikuwa wanahamishwa sehemu? Yes. Yeah. No longer wao katika lugha yao walikuwa wanaita Sheol. Kule ambako wafu wote wanakwenda. Lakini ukiangalia baada ya Yesu kufa, alivyoshuka, kabla tu hajafufuka, ndani ya zile siku 3, wale wote waliokuwa wamekufa zamani walionekana wakitembea katika mitaa ya Yerusalemu. Manake he has done something to permanently now separate the realm of the dead. They just don't go to Sheol together. Hawa wengine they go to a better place. Kwa hiyo walionekana duniani physically kabisa kwa muda mfupi, and then they disappeared. Pale mimi ninaamini kwamba they moved to a better location.
alikwenda kutenganisha kabisa. Ndio maana Biblia inasema alishuka kwenda kuhubiri habari njema. Kuna ile walokole tunaimba nyimbo kwamba shetani alishuka kuzimu akamnyang'anya shetani funguo. Nimeshindwa kulipata hilo andiko, lakini nimeliona lile linalosema kwamba alishuka kwenda kuhubiri injili. Na sasa kama uko kuzimu, halafu kama uko kuzimu tayari, halafu anakuja Yesu kuhubiri injili, sijui utakuwa na moyo mgumu kiasi gani kutokuamini. Lakini hicho ndio kilichotokea. Nitaishia hapo kwenye hiyo. Apostle, nilikuwa na swali hapo hapo kabla tujatoka, kwamba umezungumza vizuri tu kwamba yule mchawi hawezi kumchukua na kumhoji mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Kwa hiyo na maana Samueli hakuwa ndani ya Kristo. Wale walikuwa bado, yaani walikuwa nje ya agano hili tulilopo kabisa. Wale hata Roho Mtakatifu ndani hakuwepo. Alikuwa anakuja tu juu yao kwa muda fulani kwa ajili ya kufanya kitu fulani. Samueli alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Umeona? Isaya alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Ezekieli alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Biblia inasema na wao walikuwa wanaangalia nyakati zetu zitakavyokuja na wanazisubiri kwa shauku, kipindi ambacho huyo Mungu si tunayemwona kwenye kichaka kinawaka. Huyo Mungu si ambaye tunamuona juu ya sanduku la agano, ile shakaina flame inawaka. Huyo Mungu kwamba kuna kipindi kinakuja ataishi ndani ya watu. Anasema they longed to look into these things. Wakawa na wao wanatamani kuziona hizo nyakati ambazo huyo Mungu atakuja kuishi ndani ya hao watu. Watakuwa ni watu wa namna gani? Kwa hiyo hata manabii wakubwa kama kina Yeremia, kina Isaya walikuwa wanaziangalia nyakati za kwetu, walikuwa hawaelewi kwamba ni kitu cha namna gani ambacho itakuwa. Yeremia akaandika kwenye sura ya 31 pale kwamba nyakati zinakuja ambapo Mungu atafanya agano jingine ambalo halitakuwa sawa na lile agano la kwanza la baba zetu ambalo walishindwa kulitimiza. Anaanza kuelezea sifa za lile agano litakavyokuwa. Kwa hiyo they longed to look into these things. Walikuwa wanatamani kuviona hivyo vitu, lakini Mungu alikuwa amevimaanisha kwa ajili yetu. Umeona? Hata kwenye Waebrania 11 anavyozungumza, kwa imani walifanya hiki, kwa imani walifanya hivi. Anasema lakini hawakuweza kuyapokea hayo mambo kabla yetu bila sisi. Yale makubwa yote aliyotaja kwenye Hebrews 11. Biblia inasema hawakuweza kuyapokea until us. They were waiting for us. Paulo naye akasema, the whole world is waiting for the revelation of the sons of God. Anasema tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Mungu kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. It means sisi ndio wale ambao wamekuwa wakitusubiri. It seems na sisi tumekaa kizembe. It's like we are waiting for another generation. Shetani ametuzuga kusubiri kizazi kingine, lakini tumesahau kwamba ndio hicho kizazi ambacho kimekuwa kikisubiriwa. And we are not stepping into our shoes right now. We are waiting for another time. But God is like, it's done, it's now. You can do this right now. You can become. You can step onto the pedestal. I've called you unto this. Kwa hiyo tukiamka tu tutarealize kwamba sisi ndio wale ambao tumekuwa tukiwasubiri. We are that generation. Can you imagine? Hebu leo hii atokee mtu kama Musa, aipige nchi na mapigo 10 yanayoeleweka, yani ambayo mtu huhitaji imani kuyaona, kwa sababu giza, anasema akaleta giza linaloshikika. Huhitaji imani, yani watu walikuwa wanaona kwamba kuna giza na mida hii inatakiwa saa 6 mchana, lakini giza ukifanya hivi, yani your hands can feel the darkness. Vyura juu ya sufuria, juu ya frying pan, juu ya mkate, juu ya kitanda, everything. Afanye agawanye bahari ya Shamu, si ndio? Afanye hayo yote. Alafu Paulo anakuja anasema but we are not like Moses. Huyo Musa ambaye amefanya makubwa yote hayo, Paulo anasema lakini sisi hatuko kama Musa ambaye utukufu wake ulikuwa unafifia. Kwa sababu ni utukufu uliokuja na Torati unafifia. We are not like Moses. Lakini sasa hivi tuwe wa kweli. Wangapi hapa mnatamani kuwa kama Musa hata nusu? Ya kwamba labda na mimi Mungu anipe fimbo. Lakini ukisoma kwenye Biblia utakuta kwamba ni fimbo ya neno la Mungu. Kumbe I already have the staff.
Labda na mimi ningekuwa na sanduku la agano, unaambiwa liko ameliweka ndani yako sanduku la agano. You are the presence of God. Labda na mimi ningejenga hekalu kama Musa alivyofanya, unaambiwa wewe ni hekalu la Mungu. Yaani kuna namna fulani hivi ambayo tunachotamani tayari we are in it. Ni kwamba tumepigwa tu tusiweze kuona. Amen. We are the son of man. Kwa hiyo hapo unaweza ukawaona watu kama kina Samuel, na ni kweli ni watu wakubwa katika agano ambalo walikuwa nalo. Kina Yeremia ni watu wakubwa katika agano ambalo wamekuwa nalo. Kina Daudi ni watu wakubwa katika agano ambalo wamekuwa nalo. Lakini katika hili agano Yesu mwenyewe katoa ushuhuda kwamba mnamuona Yohana Mbatizaji akasema hakuna mwanadamu yoyote ambaye amezaliwa na mwanamke ambaye ni mkuu kuliko Yohana. That means not Moses, not Ezekiel, not Daniel, not Hosea, not Mark, not Matthew, no one. Anasema lakini mdogo kuliko wote katika ufalme wa Mungu. Ufalme ni nini? Ni wale waliompokea Yesu. Ni ile injili ya Yesu. Anasema lakini mdogo kuliko wote katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko Yohana, ambaye ni mkuu kuliko watu wote wa kwenye agano la kale. That means huyu binti yangu hapa kwenye spiritual rank yuko above Moses. Yes. Wangapi mko tayari kuamini hilo? Yaani huyu, kwamba mtumishi unasema huyu yuko greater than Elijah. Aliyeita moto ukashuka. Yes. Kwani amefanya matendo gani makuu? Hajayafanya, ametamkiwa tu. Kwamba watakatifu walioko duniani ndio ninaopendezwa nao. Ametamkiwa tu. No merit. She did absolutely nothing. Yet greater than Moses. Atakayefanikiwa kuliamini hilo ana faida sana katika huu mwendo. Amen. Kwa hiyo kina Samueli, kina nani ni watu wakubwa ndio, lakini kuna Yesu. Yesu ametengeneza ufalme ambao katika huo mdogo kuliko wote ni mkubwa kuliko Yohana, ambaye huyo Yohana tumeambiwa ni mkubwa kuliko hata Musa. Kwa nini tulichofanya mpaka iwe hivyo? Grace. Amen. Ulikuwa una yes doctor please. Kiwango cha kupima sauti ya Mungu ni kile kile ukiwa unamsikia mtu anasema Mungu ameniambia kuhusu wewe. Yes. Tumepewa kibali kabisa kuzijaribu kila roho. Sawa. Anasema msiutweze unabii. Lakini msijaribu kila roho. Kwamba msi usilence unabii. Lakini msijaribu kila roho. Lakini ninajaribu vipi kila roho? Kwanza, ninalijua neno la baba yangu. Kwa unavyokuja kuniletea unabii, huji kuniletea kitu kigeni. Unakuja kuniletea kitu kitakacho confirm. Ukienda kwa nabii unategemea kusikia mambo mageni, there's a problem. Kwa sababu unaweza kuyasikia kweli. Unavyokwenda kwa nabii lazima uende na Mungu. Kwa sababu hana kitu yeye ambacho ndani yako hakimo. Kwa hiyo chochote atakachosema nabii umeruhusiwa kibiblia kukipima. Na ukikipima ukiona kina fall short, kiache pale pale. Kwa sababu lazima kwanza unabii huo lazima uwe unaendana na pendo la Kristo. Ukiona nabii anaanza kuambia kwa hiyo sasa adui zako hao waliofanya hivi wateketeze kwa namna hii, tayari pale pale mshaachana. Yesu asingesema hivyo. Sijui washa mshumaa afu tamka jina lao pale, mshumaa ukiisha ndo na wao wamekwisha, finances zao zimekwisha, tayari hatuna nabii pale. Hatuna nabii pale. Kwa sababu nabii wa Mungu wangu angesema waombeeni wanaowaudhi.
kwamba sikatai kwamba we ni nabii, ila tumepishana miungu. We ni nabii wa Mungu yupi? Tuanze introduction. Mungu yupi? Unaona, watu wengi kwa kuogopa tu, unatabiriwa kitu kinakuwa cha kweli, unaamini. Kwani mlidhani nabii wa uongo anatabiri uongo? Angekuwa anatabiri uongo angeitwa nabii? Ni nabii. Ina maana anachosema ni kweli, ila yeye ni wa uongo. Tunaenda sawa hapa ndani leo? Kwa hiyo usione kwamba ameniambia kabisa, amenitajia jina langu la mwisho. Watu wana mengi. Wako waganga, anakwambia kila kitu. Yaani kila kitu anakwambia mganga, anakwambia everything, hakibakia hata kimoja. Sasa tutamuita naye ni nabii? Ni spiritual things. Angalia Paulo, anahudumu. Kuna binti anamfuata nyuma yake, anasema hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, wanatuonyesha njia ya kweli. Huo ni unabii wa uongo? Si ni kweli ni watumishi wa Mungu? Si ni kweli wanaoonyesha njia iliyo sahihi? Kwa nini Paulo akamgeukia akamwambia, wewe pepo, katika jina la Yesu toka? Kwa nini ninakemea pepo kwa mtu ambaye ananifagilia? Kwa nini? Ni kwa sababu unabii ulikuwa wa kweli, lakini nabii alikuwa wa uongo. Sasa only the voice of God in you can separate the two. Ni sauti ya Mungu. Wale wanaomjua Mungu wao, haiseni, napenda hilo andiko, wale wanaojua Mungu wao, they shall do mighty exploits. Yaani ukimjua Mungu wako, something happens. Mtu sio rahisi kukuyumbisha tu na sauti ya kinabii. Manabii wana mikwala, Mungu atusaidie. Yaani sauti fulani ya kinabii. Manabii ni kweli kabisa wapo. Mimi ninawafahamu. To this day ninawafahamu manabii ambao wapo. Nina watu ambao ninajua kabisa huyu jamaa nabii. I know. Lakini cha ajabu tabia yao iko tofauti na manabii wengi tunaowajua. Hawana mkwala. Na hata anapokufuata kuongea na wewe ni kwa adabu. Anakuambia kitu ambacho ni kweli na unamuona Mungu katika. Hakuambii tu jambo na njia ya kutoka. Na njia ya kutoka haihusishi pesa, wala haimletei yeye faida. Ni njia tu inakutoa wewe. Nakumbuka was it Elisha? Gehazi ndo alikuwa anamtumikia Elisha. Kuna yule mtu mwenye ukoma amekuja, aliofa vitu pale, mtumishi wa Mungu akakataa. Kijana kama wa vijana tulionao hapa, protocol, kina matokeo, kina nani, wakaona unajua hapo Sudani naye upole mno, yani upole hivi vitu hivi, hajui hivi vitu. Yule mtu katoka, wakazunguka wakamfuata, ukaisee kile ulichotaka kutoa kile. Mtumishi huyu Mungu amempa moyo fulani hivi, yani inabidi tumsaidie. Ana uhitaji kwenye huduma pale, simuona hakuna speaker, hakuna nini. Gehazi akavuta. Naona kilichompata. Petro, watu wamekuja kwamba hiyo karama hiyo ulionayo, naomba na mimi, ni silver kiasi gani unataka ili na mimi niwe na karama kama hiyo? I want it. Petro akasema, pesa zako na zipotee pamoja na wewe, kwa maana wewe ni mtu uliyejaa uchungu na dhambi ndani yako. May your money perish with you. Lakini siku hizi ni mtumishi gani utakataa bahasha ya kaki na milioni 10 kwamba mtumishi, hebu niwekee tu mkono angalau nipate robo ya hicho ulicho nacho? Hata Elisha aliambiwa na Elia, ukifanikiwa kuniona ninapoondoka, kwamba hivi vitu upokei tu. Maana yake nini ukifanikiwa kuniona ninapoondoka? Maana yake ukiandamana na mimi in everything mpaka miisho ya utumishi wangu, then shall you receive double of what I have. Lakini sio tu humu, leo unakuja kesho hauji, leo unakuja kesho hauji, afu unasema apostle, vipi mambo bwana? Nataka double.
Dabo, hujui nilikotoka na Mungu, hujui nimekimbizwa na Jezebeli wapi, hujui nimekimbizwa nikalala kwenye mapango mpaka nikalishwa na nguruwe. You don't know. Unakuja tu Dabo, nataka double the anointing. Ukiandamana na mimi mpaka gari la moto linavyokuja kunichukua, ukiniona kwa macho yako as I go, it's yours. Kwa hiyo unaona issue ya Elisha na Elia. Alikuwa Elia akinyanyua mguu anamwambia Elisha kwamba ninaenda hapo mbele kidogo. Unakumbuka zile trick? Ninaenda hapo mbele kidogo, wewe baki hapa upumzike, ule chakula upumzike kidogo, mimi naenda hapo. Elisha alikuwa anasema wapi mzee, yani kwamba unaenda twende, tutakula huko, tutapumzika huko. Yani ulipo Elia mpaka akasema he couldn't shake the guy, kwamba yani mpaka mwishoni alikula naye sahani moja. Elisha alikuwa na hisia kwamba huyu anavyoniambia anaenda kuhudumu Morogoro, mimi ni baki da. Hii naifahamu hii. Huna hiyo janja. Mpaka mwisho akapata kitu chake. Jamani, vitu vya Mungu vina gharama. Vina gharama. Iko kama hivyo. Amen. Muda wetu najua umekwisha, lakini Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu sana. Ninaamini haya mambo ambayo Mungu amekuwa, hata hiki kipindi cha maswali na majibu ambacho tumekuwa tukikifanya leo, ninaamini kuna maeneo fulani ambayo tumeyagusa, ambayo labda ningeandaa tu mahubiri ya kawaida tusingefika huko. I think it is important from time to time, not every day, but from time to time, kama kanisa tunakuwa na nyakati za kudiscuss hivi, Pastor Herman, ili watu vile vitu ambavyo vimekuwa ni madukuduku ndani ya mioyo yao kwa muda mrefu viweze kutolewa. Sasa nimeona nina maswali yameandikwa hapa, haya nayaweka mfukoni. Si ndio Pastor? Nitapata nafasi ya kuja kuyajibu. Wale ambao mmeandika haya maswali, sijajua nyie ni nani, lakini hamkutaka yabakie. Naomba niyatunze kwa ajili ya session ambayo tutakuja kuwa nayo tena. Na Apostle, naomba mama mchungaji aulize swali ambalo utaliongeza kwenye hiyo session. Kwa hiyo watu hakisha wanakuja kwenye hiyo session. Okay. Nyinyi mnapendeleana nyinyi. Nishafunga. Haya. Swali langu Apostle, kwamba najua kila mtu ambaye yuko duniani ameletwa kwa kusudi maalum. Yes. Na nichukulie mfano, mimi nimeenda kununua maybe sufuria, nimeipeleka nyumbani kwangu, kulikuwa na uhitaji, nikaenda kuleta sufuria nyumbani kwa ajili ya matumizi. Mimi niliyenunua ile sufuria ndo najua kwa nini nimeileta na nitaitumia wapi. Sasa swali langu linakuja pale ambapo mwanadamu ninafunga na kuomba kumuuliza Mungu, nataka kujua kusudi langu. Kwa nini mimi ambaye nimeletwa kwa kusudi lake, yeye aliyenileta anajua kwa nini alinileta? Kwa nini mimi ndo nihangaike kutaka kujua kwa nini nililetwa? Kwa nini yeye aliyenileta asinitumie kama vile alivyokusudia yeye mwenyewe alivyotaka kunileta duniani? Hilo ni swali zuri sana. Kwa experience yangu mimi fupi, naweza nikalijibu leo kidogo tu, afu siku nyingine nikaja nikafafanua. Kwa elimu yangu fupi na experience yangu fupi, nimekuja kugundua kwamba watu wengi, by the time mtu anaingia kwenye maombi ya kuomba ajue wito wake, anaujua na anaukwepa. Hataki kabisa uhusiano na kile anachokisikia ndani. Nina experience sana kwenye hilo eneo. Mpaka mtu akaingia kwenye maombi kujua wito wake, anajua. Huyo mtu kakae naye, muulize tu kwamba kwani wewe moyoni huwa unajisikia kwamba yani ni in what area ungependa kumtumikia Mungu. Sikiliza anavyotiririka. Yani anajua kabisa, anajua, ila gharama, kulipa gharama ya kuwa hicho anachoitiwa kukifanya
Hivyo ndio vitu ambavyo huwa tunavikwepa. Aisee, huwa kuna gharama fulani ambazo ni zimesimama kweli kweli. Sasa pale unakuta mtu anajaribu kuomba na yale maombi Mungu hajawahi kuyajibu. Kuna mtu ambaye amewahi kuomba, ambaye amewahi kujibiwa kwamba Mungu nionyeshe mimi ni nini? Hajawahi kujibiwa hayo maombi. God never responds to that. Kwa sababu yani wito ndio kitu fulani cha ajabu. Unajijua tu wewe ni nani. Unajijua tu wewe unafiti wapi. Na kwenye kile ambacho unakijua, mara nyingine unakikuta kwamba neema ya Mungu kwenye kile imekutangulia sana. Yani watu wengine inabidi wa practice in order to be like you, but you just naturally do it. Umeona? Kwamba ule ndio wito wako ambao iko hivyo. Yani kuna mtu mwingine unakuta kama ameitwa kuimba, aje kwenye mazoezi, asije kwenye mazoezi. Kuna watu ana karama, mnaweza nyinyi mkaenda kwenye mazoezi akaja kuwa join hapa, afa kawaongoza. Sasa hatusemi worship team mkome hiyo tabia, hatusemi kwamba iko hivyo. Nendeni kwenye mazoezi. Tunazungumza tu hapa mifano. Si ndio? Kwamba kuna vitu vya namna hiyo. Kuna mtu mwingine unaweza ukamchukua tu hema na hapa, ukaza kuna shughuli hapo. Hebu uchukua maiki bwana, hebu piga neno pale kama dakika 20 hivi. Akasema sasa hivi sina muda wa kujiandaa, lakini neema ya Mungu ipo. Akaenda akasimama pale, mkawa wote mnatoa macho hivi kuangalia kwamba hivi huyu mlimtaarifu kabla? Alifunga na kuomba wiki 2 kuombea hii kitu. Angalia neema ya Mungu inavyo flow. Angalia kitu fulani. You cannot compete with that kwa sababu he's in his element. Yupo katika grace yake. Kwa hiyo unakuta watu wa namna hiyo tayari ana kitu fulani ambacho mkimkabidhi tu hivi anatiririka hivi. Lakini vina gharama fulani ziko mle. Hazitaki zile gharama, ndio maana anaitisha maombi. Mungu nionyeshe mimi ni nani. Na Mungu anakuwa amekaa kimya mpaka utakapoamua mwenyewe kukubali na kusema you know what God, I surrender. Kama kina Yona, at least wao walikuwa wanawafanyia tofauti kidogo. Mezwa na samaki. Jamaa anaenda tashwishi, lakini bado anahubiri injili kwenda in the wrong direction. Tuliambiwa hapa Ijumaa he was preaching the gospel going in the wrong direction. Anakwenda kusiko, anaukimbia wito wa Mungu wa kwenda Ninawi, lakini bado he could not escape himself. Kwa hiyo unakwenda tofauti na Mungu katika namna ya kimungu. Anaenda akiwa anahubiri injili. Hata Petro akamwambia wewe hukuwa na yule Yesu? Akasema sikuwa naye. Wewe hukuwa na yule? Akasema hata namna unaongea mbona ni kama yeye, hata namna unakana kama yeye. You cannot escape who you are. Unamkana Yesu afu mwisho wa kumkana unasema oh hallelujah. Anasema Umeona? Huwezi kujikwepa. Kwa hiyo yawezekana mara nyingine anasema to obey is better than sacrifice. Kwamba mara nyingine badala ya kuitisha maombi ya kujua wito wako, ingia tu kwenye utii. Bas, ingia tu kwenye utii. Unakuta hilo ombi limejijibu humo directly. Amen, watu wa Mungu. Haya maswali tutaendelea nayo siku nyingine. Mungu awabariki sana.